Hii video ni kwa ajili ya wale ambao wanateseka Canada na wale ambao wanapanga kuja Canada na maisha ya mtandao ama social media inawachanganya sana na kuwapea mpaka peer pressure. Nisikilizeni vizuri. Canada ni nchi mzuri sana ambao inaweza ikakusaidia wewe kufanya maisha yako in a better way na uishi maisha ambao uko free, uko na furaha na unaenjoy kuwa Canada. Na pia Canada inaweza ikakufanya uishi maisha ambao utatamani kujinyonga na utatamani hata utoke kwa dunia sababu ya kile ambao utachagua. Wengi ambao wanakuja hapa ama wengi ambao unapata wanakuambia maisha Canada ni mabaya ama wao wenyewe wanateseka Canada, asilimia niseme 90% ni ya kujitakia. Kwa nini nitasema ni ya kujitakia? Ndio maana naomba unisikize vizuri kusudi uweze kunielewa. Usimiss any of this point. Na kama wewe ni mpya kwenye hii channel na una ndoto ya kuja Canada, basi utakuwa uko mahali pazuri sana na nitakuomba uweze kusubscribe kusudi usiwe unapitwa wakati wowote tuko live ama tunapeana update kuhusu jambo lolote na maisha mzima ya immigrants hapa Canada. Canada ni nchi ambao inasifika kwa opportunities. Opportunities kwa njia nyingi sana na kwa njia mbalimbali ambao inaweza kukusaidia kubuild your future, inaweza kukusaidia kusupport familia yako back home ukiwa hapa kama utaitembeza vizuri na utazingatia mambo mbalimbali. Na usipoichukulia sawasawa na vile ambavyo inatakikana ama kuna vitu ambazo usipozielewa utaishi kulia na kila leo utatangaza Canada kuwa mbaya. Canada ni nchi ambayo inasifika kwa kuwa expensive. Anyway, sio tu Canada, lakini life abroad it's not easy in so many ways. Lakini wewe mwenyewe ndio unaweza ifanya kuwa very hard na wewe mwenyewe ndio unaweza ifanya kuwa very easy. Mzungu ni mtu ambaye anakuwa na budget. Anatembeaga na budget. Na sometimes hata gisi yao ya kuvaa unapata wanavaa vile ambavyo Waafrika wengine watasema ya kwamba wanavaa vibaya. Lakini wao wako na principle moja ambao ni mzuri zaidi. Mzungu wako na principle moja. Anasema try not to be broke. Jaribu kivyovyote vile usiwahi kosa pesa. Usiwahi sema unasota. Usiwahi sema unakaukiwa. Ndio principle ya mzungu. Sasa yeye anaweza kavaa nguo ambayo kila mtu atacheka, lakini ako na pesa na sio pesa kidogo. Sio rahisi akupee pesa yake. Kusudi uone dola moja yake inabidi anaweza kukufanyia kitu, anaweza kukununulia kitu. But kusema uone cash yake, cash alikupea kwa mkono hivi, sio rahisi. Ndio maana wale ndugu zetu ambao wana ndoto sana ya kukuja kuolewa na wazungu wako kwa shida. Sababu unaolewa na mtu ambaye culture yako na yake ni tofauti. Yeye anazoea hiyo hali kwa ajili ya kusave pesa na kwa ajili ya kufanya aishi mzuri kulingana na system ya nchi yao. Sasa wewe ukikuja kuingia ndani ya hiyo system ambao haijajaa kwa mfumo wako, kile ambao unaelewa ni tofauti, unapata inakuchanganya. Ndio unapata divorces zinakuwa mingi sana. Sikia mtu aliolewaga na mzungu alafu nyuma akakuja kuachana na vitu kama hizo. So kwa kesi sasa ya kuweza kuishi vizuri ama kuishi vibaya ni nini? Mzungu ni mtu ambaye anaogopa unnecessary loans. Mwafrika yeye hataki kujua hiyo. Ukifika Canada lazima fulani alinichekanga nikiwa Afrika. This time lazima nimuoneshe kama niko Canada. Nimuoneshe kama niliingia. Utaenda uchukue gari kubwa, kitu ambao sio vibaya, lakini unachukua kwa deni.
Wewe ukichukua haukupiga mahesabu kama gari utakuwa unalipa, insurance unafaa kulipa, mafuta unafaa kununua. Sasa hauwezi lipa kwa siku 2-3. Utapewa miaka kuanza 5 kuenda juu. Imagine hizo miaka zote unaishi kama mfungwa. Hauwezi badilisha gari, hauwezi uza hiyo gari ovyo ovyo. Juu kupata hata mwenye atainunua pia ni kibarua. Sasa wewe utakaa nayo, gari zinazidi kutoka, hauwezi badilisha because hauko free. Huko kama mfungo fulani, hauko free. Na hiyo ni kitu ya kujitakia. Mimi huwa nasema gari ni kitu ambao inakurahisishia kutoka point A kuenda point B. Lakini mindset yetu, especially wa Afrika, inakuwa iko corrupted. Spirit ya competition ndio ina dominate. Juu ex wako, juu ndugu yako aliwahi kuwa na a certain level of life, na saa zingine in certain point ulihitaji msaada kwake, ama kuna kitu aliwahi fanya na wewe ukaichukulia kwa njia ya kusema anaifanya kwa kunidharau, anaifanya kwa kunionyesha mimi sina. Wengi wanakuja hapa wanataka kuripua, anachukua nyumba ya deni. Hata chukua nyumba ambao anaangalia kwa uwezo wake, anaweza kuilipa kwa mwezi, na ikiwezekana hata aongeze pesa zaidi kusudi aweze kumaliza kulipa hiyo deni yake on time. Unapata mtu anaripua. Wanaita kuripua. Unachukua nyumba kubwa juu impress watu. Akili yako unaweka show off. Nikuwe na mahali nitakuwa nafanyia TikTok zangu, nikuwe na mahali nitakuwa nachukua video za kurusha kwa mtandao na vitu kama hizo. Alafu the end of the day mambo yanakuja kuchanganya, inakuwa complicated. So unaishi stress kwa nyumba yako, unaishi hauna amani kwa nyumba yako, na mwisho wa siku ukicheza inakuja inachukuliwa. Sasa unakuwa unapoteza pesa, unapoteza wakati, unapoteza amani, na hakuna vile ambavyo utaendelea. Vitu mingi ambazo wazungu wanaogopa. Wazungu wanaogopa. Wao ni watu, wao ni wenye nchi. Unajua kuna wananchi na wenye nchi. Sasa wakati mwingine sisi tunakuja kama wananchi na kuna wenye nchi. Sasa wenye nchi wanaogopa kuweka miguu mwa hizo vitu, sababu wanazijua na wanazielewa. Lakini sisi kiereere, haupigi mahesabu, haufikiri, unaweka mguu tu. Ijulikane mimi nilifika, ijulikane niko na vitu kubwa. Alafu au wengine ndugu zetu ma fake pastors. I'm sorry to say this, najua kwa wengine ita sound vibaya, lakini najua kile ambao namaanisha. Ma fake pastors wanachukulia hiyo kama ndio njia ya kusema baraka. Unajua baraka ambao sisi wa Afrika tunaelewa na baraka ambao wazungu wanaelewa ni vitu mbili tofauti. Ni vitu mbili tofauti sana. Wao sana sana gisi mimi nimewaelewa. Sijui kama ni wote ama ni wale ambao nimeelewa tu. Kwao baraka wanajua ni uzima wa milele. Lakini kwetu baraka tunajua ni kukuwa na nyumba kubwa, kukuwa na gari kubwa. Wao wanakuambia hizo ni vitu ambazo unaweza ukatumika. Utumie akili yako vizuri, ufanye savings zako na mahesabu yako gisi zinatakikana. Haijalishi hata kama ni miaka ngapi utaifikia. Lakini sasa sisi wa Afrika akili zetu zimechanganyikiwa. Niripue mahali ambapo mzungu yeye mwenyewe amezaliwa hapa, anaelewa system yao vizuri, anajua kila kitu, anaogopa. Lakini mtu unapata unakuja unaingia mu vitu kama hizo. So mahali kitu ambao saa zingine unaweza nunua tuseme 500,000, utakuja kujipata ulispend 900,000 kwa hiyo kitu moja. Shida nini? Hatuelewi system. Tofauti na kuelewa system, BUI tunaweka ndani. Tofauti na BUI tunafanya show off, tuonekane. Mtandao ijue tulifikanga Bulaya. Mtandao ijue fulani alinizoeaga, lazima ajue na mimi sasa niko.
Unaona? Kitu moja tunasahau, tuna waste time. Miaka inaenda mbele. Uzee huko unakuja. Utakuja kujipata we ni mzee hauna kitu. Sababu akili haukutumia vizuri. Hata ufanye kazi ya pesa mingi kiasi gani, hiyo kazi utakuwa we ni kama mfungwa. So hiyo kazi unatumika kulipia hizo madeni ambazo uko nazo. Kisha naishi hauna amani, ndio unapata mtu akikuitisha pesa ama akikupigia simu ya pesa, ndugu yako ama nani Afrika, matusi inaanza. Usione huyo mtu anakutukana bure. Kisaikolojia hayuko sawa. Yeye mwenyewe anapitia mateso, hata wewe ambaye uko Afrika unamshinda. Unajua kuna maisha hapa Canada ambao watu wengi sana wamejiweka ndani. Na hiyo maisha unaweza pata mtu anatengeneza $5,000 kwa mwezi. Lakini wewe ambaye unatengeneza $300. Najua wengi watasema hapana. Lakini kiukweli uulize, kama kuna ndugu mwenye ako Bulaya, umuulize. Ule ndugu ambaye ako majuu, muulize tu polepole vizuri. Atakwambia. Sababu maisha ambao wengi wamejiweka ndani, unaweza tengeneza $5,000. Na ule ambaye ako nje anatengeneza $300 kwa mwezi. Ule wa 300 anashinda ule ambaye ako Ulaya na 5,000. Najua saa zingine haiwezi kuingia kwa akili, lakini hiyo ndio ukweli. Nikijaribu kukuingilia in details utaona kumbe niko sawa, but ukweli ndio hiyo. Na baadhi ya wale ambao wanaishi hali kama hiyo ni ya kujitakia, sababu alitaka I impress the world. Alitaka I impress. Kuna mtu unasikia, ex wangu ali make it in life, na before mimi niweze kuwa sawa, nimekuwa nikiona zile post ambao alikuwa amepost, maisha vile imechange. Saa hii na mimi ni lazima nimuoneshe. Saa hii nafaa kupost zile za juu yake, nisiwahi kosa kitu ambao inamshinda. My friend, life is not a competition. When you want to do your life, never mind about someone else. Don't even try to think in a competition way. You are not doing a competition. Who are you racing to? Unajitesa. Utaishi kama mtumwa, utaishi kama punda, utafanya kazi sana. Na at the end of the day, hakuna kitu utawahi kuwa nayo. Hakuna kitu utawahi kuwa nayo. Sababu pesa yako itaishia kwa hizo madeni. Inakava hizo madeni ambazo uko nazo na vitu kama hizo. Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi ambao bado mko nje, najua ni watu wengi sana wanatamani kuja Ulaya. Ila usipokuja Ulaya kama umejipanga, utakuwa na shida mingi sana. Na kujipanga kwako lazima kuanze kwa akili. Sababu watu wengi wanastuka maisha. Especially kama Afrika uliishi kusota sana. Kuona pesa kwako ilikuwa shida. Kuna vitu ambazo haukuwahi kuwa nazo kwako kwa nyumba. Zingine ulikuwa unaona tu kwa watu. Unafurahia lakini unashindwa kuzifikia. Unapata maisha inakuwa inakusumbua. Sasa vitu ambazo unafikiria ni baraka, kumbe ni njia ya Mungu kukumaliza. Kama tuseme Mungu, kama shetani kukuconfuse, uweke miguu kwa choo, alafu ujichanganye wewe mwenyewe, uharibu kila kitu. Kuna mtu unapata anaanza kutembea, anaanza kuongea peke yake kwa barabara. Unashindwa, Afrika ndio tulikuwa naona hizo, huyu ako Ulaya, mbona? Kiufupi, Ulaya ni mahali pazuri sana. Mahali ambapo unaweza kutengeneza maisha, lakini ukitumia akili. Na ukifikiria maisha itajitengeneza yenyewe, utembee kwa njia ya ujinga, baadaye utaishi kulia. Utaishi kuombaomba na uko Ulaya. Watu watakuogopa na uko Ulaya.
uko Ulaya, lakini mtu akiona simu yako anaanza jua tena huyu bado anataka kunisumbua. Venye huyu jamaa ananipigia, hii ni pesa bado anahitaji, anataka kukopa tena. Sasa maisha inaharibika. Kuna watu wako huku maisha ishaharibika, lakini hawawezi waambia ukweli. Kila mtu akienda pahali anapenda apige tu picha mzuri. Mkiona ako kando ya bahari, ako kwa barabara ambazo ziko, hiyo ndio maisha ya huku. Wamejikaza kutengeneza barabara zao, kuweka usafi. Hata sisi tukijikaza kuweka usafi kwetu kutakuwa sawa na watu watapapenda. Rwanda hata kama ni nchi ambayo inaua watu, inaua Wakongomani, ina wizi mingi na ukora mingi, kidogo ambao wamejitahidi kama ni Kigali hao kako sawa na watu wanakaongeka kwa sifa mzuri. Wamekuja Ulaya, wameona vile kuko, wakaamua kumake kwao kuwa clean. Sasa hiyo cleanness ya mabarabara na mapaka tunaweza ifanya sisi wenyewe tukibadilisha akili zetu, lakini wengi wanakuja kuteseka huku kwa kutaka kwao. Kwa hiyo kwa wote ambao wanajiandaa kukuja, unaweza kuwa huko karibu, unaweza kuwa huko kwa mipangilio ya kufikiria kisa kukuja Ulaya, lazima ukuje prepared. Angalia zile vitu ambazo uta avoid, especially kwa mwaka yako ya kwanza. Usichukue deni ya gari, utajitesa. Jifunze kisi utaingia mu vitu ambazo zitakusaidia. Kuchukua deni ya nyumba sio vibaya, lakini angalia nyumba ambayo inaendana na uwezo wako. Uko mwanadamu, kesho unaweza gonjeka, kazi inaweza isha, utaishia wapi? Lazima kujipanga na kukua kwa vitu ambazo zinafaa. Kumbuka maisha yako sio competition, haushindani na mtu yoyote. Na kila mtu ako na neema yake, kila mtu ako na baraka yake, kila mtu ako na ile ambao Mungu aliwahi kumwekea. Kwa hiyo ni advice tu nilitaka kuwapea na kuonesha wale ndugu zetu ambao wako kwenye njia ama wako na ndoto za kuja Canada, mkuje vizuri kusudi muweze ku make it. Kuna wengi ambao kwa siku zao za mwanzo maisha inaenda sawa, na kuna wengi ambao wanaharibu mwanzo, wanaharibu kila kitu yote. Juu system ambao unakuja kuishi huku ni totally different na system ambayo tumezoea. So ni hayo, lazima tuwe makini sababu najua opportunities zinakuja na wengi tutaingia Canada, lakini tutumie akili na tuweze kufanya vitu sawa sawa na vile ambavyo inawezekana. Mimi ni KHP, na kama wewe ni mpya kwenye channel hii na unapenda kujua mengi kuhusu nchi hii, the reality about abroad, na pia kwa njia mbalimbali ambao tunaweza tukawa nayo juu ya kusaidia kwa advice wale ambao wanataka kuimmigrate kuja Canada, basi hapa ni mahali pazuri. Subscribe kwa channel hii kusudi uwe unapata update wakati wote tuko live ama tunaachilia video mpya. Nawapenda sana, muwe na siku njema. See you in our next video.